Habari ndogo, karibuni nyinyi wote katika hii channel. Na washukuru wote ambao wanasikiza hii channel. Karibuni nyinyi wote kutoka nchi nyingi mbalimbali, ninawashukuru sana kwa hii channel. Hii channel inajiita Light in the Dark. Na wakaribisha nyinyi wote leo. Ninaomba muweze kusubscribe kwa hii channel. Kuna mengi ambayo nitaongea kuhusu Bwana Yesu Kristo. Hii channel ni ya kuelimisha watu kuhusu Yesu Kristo. Wale ambao wamuamini, wale ambao wanamuamini, wale ambao wanataka kumjua kwa ukubwa, wale ambao wanaweza kuwa kwa madhehebu sehemu tofauti tofauti, wanaweza kuwa kwa religion, sijui ndaisemaje kwa Kiswahili. Wanaweza kuwa ni Waislamu, Waarabu, Wahindi, wa China, nchi mbalimbali. Ninawakaribisha kwa hii channel. Hii channel ni ya kuwaelimisha kuhusu Yesu Kristo. Karibuni. Siku ya leo ndugu zangu, tutaongea kuhusu Yesu Kristo na tutamtafuta katika Agano la Kale. Na tutauliza swali leo: je, Yesu ni Mungu? Na kama Yesu ni Mungu ama yeye si Mungu, tutaangalia katika Agano Jipya na Agano la Kale. Lakini leo kwa hii kipindi tutaangalia Agano la Kale na tutaangalia jina la Yesu Kristo katika Agano la Kale. Alikuwako anaitwa nani? Jina lake lilikuwa nani? Au tutasema jina la Mungu wa Agano la Kale alikuwa anaitwa nani? Ama tutasema Yesu alikuwa anaitwa nani katika Agano la Kale? Kwa sababu tunajua kuwa Agano la Kale jina la Yesu halijatajwa. Jina la Yesu halijatajwa. Na watu wengi wanachanganikiwa au wanashindwa kuelewa kuwa Mungu akijitokeza kwa binadamu anakuaga akiwapatia jina. Au tunaweza kuwa tunajua Mungu kulingana na vile alijitokeza kwa maisha yako. Kwa sababu tunataka kufuata tu Biblia na kuangalia huyu Mungu alijitokeza aje kwa watumishi wake kama Abrahamu, na alikuwako akijiita aje kwa wakati huo. Leo tutaangalia Agano la Kale na huyu Mungu alikuwa anajiita nani? Kweli yeye ni Yesu Kristo kama vile watu wengine wanasema, ama yeye ni Baba, Mama, Baba, Roho na Mwana? Kwa sababu pia kuna watu wengine wanasema kuwa Mungu ni watatu lakini ni mmoja. Kuna wengine wanasema Mungu ni mmoja peke yake. Kuna wengine wanasema Mungu kuu ni Yesu Kristo. Kuna wengine wanasema Mungu ni Baba kwa Agano la Kale, lakini kwa Agano Jipya anajiita Mwana. Au watasema Baba ni tofauti na Mwana na tofauti na Roho Mtakatifu. Kila mtu anakuwa na mambo tofauti tofauti kulingana na kanisa lake. Lakini kweli kuangalia kitabu la Biblia linasema aje? Karibuni nyinyi wote. Nitawaweka kwa neema ya Mungu wetu na nitawabariki siku ya leo. Wale wote ambao wako hapa nitawaombea. Kama kunaweza kuwa na magonjwa ya watoke, nitawaombea wengine wale ambao wanataka kumpokea Bwana Yesu Kristo. Kwa leo tunaongea Agano la Kale. Na kwa Agano la Kale tutaanza kwa kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo. Mwanzo chapter ya 17. Mwanzo ni kitabu la 17.
Mwanzo ni kitabu la Agano la Jipya la kwanza ambalo liliandikwa na Musa, na Mwanzo 17 mstari wa kwanza unasema hivi. Mwanzo 17 mstari wa kwanza unasema hivi: wakati Abrahamu alipokuwa na umri wa miaka 99, Mwenyezi Mungu alimtokea akamwambia, mimi ni Mungu mwenye nguvu. Mimi ni Mungu mwenye nguvu. Fuata mwongozo wangu na kuishi bila lawama. Mimi ni Mungu mwenye nguvu. Fuata mwongozo wangu na kuishi bila lawama. Inamaanisha hiyo siku Mungu alijitokeza kwa Abrahamu, baba yetu wa imani, baba yetu wa imani wa Waislamu, baba yetu wa imani wa Kristo, baba yetu wa imani wa Wayahudi. Alijitokeza na akamwambia Abrahamu kuwa jina lake ni mimi Mungu mwenye nguvu. Mimi ni Mungu mwenye nguvu. Hiyo ndio jina ambalo Mungu alijitokeza kwa Abrahamu. Akamwambia jina langu ni Mungu mwenye nguvu. Mimi ni Mungu mwenye nguvu. Au kwa Ibrania au kwa Wayahudi tunasema jina lake ni Adonai. Au kwa Kizungu tunasema the Almighty God. Lakini kwa Kiswahili alijitokeza kama Mungu mwenye nguvu. Kwa sababu alijitokeza hivyo ni kwa sababu baba ya Abrahamu walikuwa wanaabudu masanamu. Sasa Mungu akajitokeza na akamwambia, mimi ndio Mungu ambaye ni mwenye nguvu kuliko au mamiungu wa baba yako. Jina langu ni Mungu mwenye nguvu. Kuna swali nitawauliza wasikilizaji. Huyu ukienda kwa Abrahamu wakati huo unamwambia, unajua Yesu ndio Mungu, Abrahamu atakataa. Kwa sababu hiyo jina Yesu haikukuwa imefichuliwa kwake na Mungu. Ukienda kumwambia, unajua Mungu anaitwa Bwana, Bwana, Bwana. Tunamuitaga Bwana, Bwana au the Lord kwa Kizungu. Atakataa kabisa. Kwa sababu atasema, hapana, mimi sijui Bwana ni nani, mimi sijui Yesu ni nani, mimi sijui Kristo ni nani, mimi sijui hao wote. Ile mimi najua Mungu alinitokea na akaniambia jina lake ni Mungu mwenye nguvu. Kulingana na Biblia hivyo ndio tunaona. Alijitokeza kwa Abrahamu Mungu mwenye nguvu. Na kitu pia alijitokeza kwa watoto wake Isaka na akamwambia hivyo hivyo, mimi jina langu ni Mungu mwenye nguvu. Na akatokea Yakobo, mtoto wake Jacob ambaye ni mtoto wa Abrahamu, na akamwambia mimi ni Mungu mwenye nguvu. Kwa hao watatu, Abraham, Isaka na Yakobo ama Jacob, alimtokea kama Mungu mwenye nguvu. Hao watu watatu ukikuja kuambia kuwa Yesu ndio Mungu, hawataitikia. Ukimwambia Bwana ndio Mungu, hiyo ndio jina lake, hawataitikia. Kwa sababu jina la Mungu ni jina ambalo lazima wewe uielewe kwa ukubwa, kwa sababu watu wengi wanakuja na jina za Mungu wao. Jina la Mungu ni vizuri kuielewa kwa undani, kwa sababu unaweza kuwa unaomba Mungu ambaye kweli yeye si Mungu wa mbinguni. Abrahamu, Isaka na Jacob, ukikuja kuambia kuwa yeye ni Yesu, atakataa. Ukimwambia kuwa Yesu ndio Mungu, ukimwambia Bwana ndio Mungu, atakataa. Kwa sababu jina la Mungu ni jina ambalo unaenda ukiomba unatumia hiyo jina. Ukienda kushikwa na shida unatumia hiyo jina. Ukienda kuambia watu Mungu wako anaitwa nani, unaenda na hiyo jina. Lakini ukienda na jina ya Mungu tofauti na yule ambaye ni wa mbinguni, hakuna kitu yote utafanikiwa. Kwa sababu we mwenyewe ni kama unatukana Mungu. Unatumia jina ambalo si za Mungu. Ni kwa mfano, mtu kama wewe saa hii ukijiuliza, wewe tuseme kwa mfano unaitwa Peter, lakini watu wanakuita John. Kila saa wanasema, oh, huyo kijana anaitwa John.
lakini wewe mwenyewe unajua uitwi John, jina lako ni Peter, utakasirika. So ni vizuri kujua Mungu kwa undani, ni jina lake ni nani, ndio unaitumia wakati unaomba, unaitumia wakati wowote unakuwa na shida, unatumia wakati wote. Kwa wakati wa Abrahamu, Isaka na Jacob walikuwa wanamuita Mungu wao Mungu mwenye nguvu. Nitakuonyesha ukiangalia Mwanzo 48, Mwanzo 48 mstari wa kwanza unasema, baada ya hayo, hii tunaongea mambo ya Yakobo. Yakobo ni mtoto wa Isaka. Yakobo anataka kuongea na watoto wake, anataka kuwafunulia vile Mungu alijionyesha kwake na akajiita aje. So Mwanzo 48 au 48 na mstari wa kwanza unasema, baada ya hayo Yosefu ni mtoto wa Yakobo. Yosefu alipewa habari kwamba baba yake ni mgonjwa, hivyo akawachukua wanawe wawili, Manase na Efraimu, akaenda nao kwa baba yake ambaye ndio Yakobo. Yakobo alipofahamishwa kwamba mwanawe Yosefu amefika kumwona, akajitahidi kuinuka, akaketi kitandani. Alikuwa ni mgonjwa. Yakobo alikuwa ni mgonjwa, mtoto wake ya Yosefu anakuja kumwangalia. Haya, mstari wa 3 unasema, Yakobo akamwambia Yosefu, Mungu mwenye nguvu alinitokea nilipokuwa kule Luzu katika nchi ya Kanaani, akanibariki. Narudia tena mstari wa 3. Yakobo akamwambia Yosefu, Mungu mwenye nguvu alinitokea nilipokuwa kule Luzu katika nchi ya Kanaani, akanibariki. Hata Yakobo yeye mwenyewe anaambia mtoto wake kuwa Mungu mwenye nguvu alinitokea na akaniambia kuwa jina lake ni Mungu mwenye nguvu. Yakobo huyu ukimwambia kuwa Yesu ndio Mungu, hatakataa, hataitikia, atakataa kabisa. Ukimwambia kuwa Mungu ni Bwana, atakataa kabisa, kwa sababu jina la Mungu ni muhimu sana. Mungu akikutokea, akikufunulia na akikwambia jina lake, hiyo jina ndio anataka ukue utembee nayo. Hiyo ndio jina ambalo utabarikiwa nalo. Hilo ndio jina ambalo utafundisha watoto wako. Hiyo ndio jina ambalo utatembea nayo. Kwa kuwa Yosefu hajawahi ona Mungu, hatujaisikia kwa Yosefu Mungu alimtokea, anafundisha mtoto wake, anamwambia Mungu alinitokea na akaniambia, Mungu ambaye jina lake ni Mungu mwenye nguvu alinitokea na akanibariki. Ndio ninakueleza wasikilizaji, jina la Mungu lina maana sana. Unaweza kuwa umezaliwa kwa madhehebu, ama umezaliwa kwa religion, ama umezaliwa mama yako na baba yako wanaita Mungu jina tofauti na ambaye ni jina la Mungu wa mbinguni. Na wewe mwenyewe kwa sababu ni mtoto wao utaendelea na hiyo mambo ya kuita Mungu tofauti. Kama wewe, ndio leo tunakufahamisha kuwa jina la Mungu wa mbinguni ni vizuri ujue, ndio usifuate baba yako, usifuate jina la mama yako ambaye wanafuata Mungu tofauti. Kwa mujibu wa Biblia, Yakobo anaambia mtoto wake, Mungu mwenye nguvu ndio alinitokea. Anaweka seed ama anaweka kitu ndani yake kumuonesha kuwa, anaonesha mtoto wake kuwa Mungu mwenye nguvu ambaye alinitokea ndio huyo Mungu ambaye wewe mwenyewe unafaa kumwabudu, na jina lake ni Mungu mwenye nguvu, sio Bwana ama sio Yesu. Jina lake kwa wakati huo wa zamani, siku ile Mungu alimtokea Yakobo, alikuwa anaitwa Mungu mwenye nguvu. Sasa tumemaliza hiyo, ndugu zangu. Tutaingia miaka kutoka Yakobo mpaka siku ile Musa alikuja, kulikuwako kumepita miaka 400, 400 years. Kutoka Yakobo ama Jacob mpaka siku ya Musa alizaliwa, kulikuwako na miaka 400 zilipita. Na wakati Musa alikuwako anatembea, alikuwako ametoroka Waisraeli, alitoroka Misri, aliua mtu, akaenda kutembea Midian, kutembea nchi nyingine tofauti,
akaenda akapatana na akaenda kazaa, na saa hiyo alikuwa kwa kirudi akitembea katika jangwa kwa mlima akapatana na Mungu. Tutaongea sasa, tutaenda kwa kitabu ambacho nitaiweka sasa ni kitabu cha, tukitoka Mwanzo tutaingia kitabu cha Kutoka ambayo kwa kizungu inaitwa Exodus. Kutoka 3 mstari wa kwanza. Kutoka 3 mstari wa kwanza. Kutoka 3 mstari wa kwanza unasema hivi: Basi Musa alikuwa anachunga mifugo ya Yethro mkwewe. Yethro mkwewe, yani Yethro alikuwa ni baba yake wa kambo. Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Musa akapeleka mifugo mbali nyuma ya jangwa, naye akafika Horebu, mlima wa Mungu. Huko malaika wa Bwana akamtokea Musa katika mwale wa moto kutoka kichakani. Musa akaona kwamba ingawa kile kichaka kilikuwa kinawaka moto, kilikuwa hakiteketei. Mstari wa 3. Ndipo Musa akawaza, nitageuka sasa nione kitu hiki cha ajabu, nami nione ni kwa nini kichaka hiki hakiteketei. Mstari wa 4. Bwana alipoona kuwa amegeuka ili aone, Mungu akamuita kutoka ndani ya kile kichaka, Musa, Musa. Musa, Musa. Naye Musa akajibu, mimi hapa. Mstari wa 5. Mungu akamwambia, usikaribie zaidi, vua viatu vyako, kwa maana mahali unaposimama ni patakatifu. Hapa inatueleza kuwa Musa alikuwa akitembea kichakani, akaona mwangaza ama moto unawaka katika kichaka. Na kwa hiyo kichaka, kumbe Mungu, hiyo moto alikuwa anashindwa ni nini, lakini kumbe ni Mungu alikuja na utukufu wake. Mungu alikuwa nyuma ya kichaka, amesimama nyuma ya kichaka, na miale yake ama utukufu wake ulikuwa unawaka kama moto, na hiyo utukufu ulimulika hiyo kichaka. Na hiyo kichaka, Musa alipoangalia kichaka akaona, anadhania kuwa kichaka inachomeka, na akiangalia vizuri anaona kichaka ichomeki. Anauliza, nini inaendelea? Kumbe Mungu ako nyuma hiyo kichaka, na mwangaza wake wa utukufu ndio unamulika kwa hiyo uchaka, na mwangaza wake ulikuwa kama moto. Ni kama moto unawaka kwa jiko, moto nyekundu unawaka, lakini Mungu ndio alikuwa nyuma. Now, ile mimi nataka kusisitiza ni Kutoka 3:13. Tutaruka mpaka Kutoka 3 mstari wa 13. Kutoka 3 mstari wa 13 unasema, Musa akamwambia Mungu, ikiwa nitawaendea Waisraeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenyu amenituma kwenu, nao wakiniuliza jina lake ni nani, nitawaambia nini? Musa anauliza Mungu. Mungu amemwambia, nitakutuma kwa Waisraeli uende waambie maneno yangu. Lakini Musa anauliza, kwa sababu pia Musa ajui jina la Mungu ni nani. Kwa wakati huo Musa, Mungu akimtokea, hakukuwa akijua jina la Mungu ni nani, kwa sababu Mungu hajawahi mtokea na hata ajui Mungu. Hakuna kitabu yoyote imeandikwa ya Mungu. Musa ni ule wa kwanza aliandika vitabu zote za Mwanzo, akaandika Kutoka na hizo zote. Kwa wakati huo wa Israeli hakuna kitabu yoyote ya Mungu, Biblia ilikuwa imeandikwa, na ajui jina la Mungu ni nani. Sasa Mungu amemtokea, anamwambia, nataka kukutuma kwa Waisraeli. Naye Musa anamuuliza, nikienda kwa Waisraeli nitawaambia jina lako ni nani? Tutarudi Kutoka 3 mstari wa 14 unasema, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko, hivyo ndivyo utakavyowaambia Waisraeli, mimi niko amenituma kwenu. Mimi niko amenituma kwenu. Vile vile, mstari wa 15, vile vile Mungu akamwambia Musa, waambia Waisraeli, Bwana Mungu wa baba zenyu,
Bwana, Mungu wa baba zenyu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu milele, jina ambalo mtanikumbuka kwalo kizazi hadi kizazi. Mungu anamwambia kwa mstari 15, anamwambia jina langu ni Bwana. Jina langu ni Bwana. Na hilo jina ndio mtalitumia milele kwa kizazi hadi kizazi. Kumaanisha hata hii kizazi yetu tutamuita Bwana. Hata hiyo kizazi ingine ambayo watoto wetu tutamuita Bwana. Mungu anaambia Musa siku ile alimtokea, jina langu ni Bwana. Hakumwambia jina langu ni Mwenyezi Mungu, Mungu mwenye nguvu, kama vile aliambia baba yake Abrahamu, Isaka na Yakobo. Yeye alijitokeza kwa Musa na akamwambia jina yangu ni Bwana. Huyu Mungu ni yule yule Mungu, lakini amegeuza jina. Ndio ninawaambia ndugu zangu, jina ni kitu muhimu sana. Jina, Mungu akijifunua na kupatia jina lake, hilo jina ni muhimu sana, kwa sababu kuna kitu anataka kukufundisha na jina lake. Wakati wa Abrahamu na Isaka ilikuwa ni Mungu mwenye nguvu. Lakini wakati wa Musa hadi sasa Mungu anatuambia jina langu ni Bwana. Jina langu ni Bwana. Kwa hii wakati wa Kutoka 3, ukimwambia Musa, upatane na yeye kwa njia, umwambie Musa, unajua Mungu mwenye nguvu wa Abrahamu, Isaka na Jacob ndio amekutembelea, atakwambia hapana. Ukimwambia Musa, huyu Mungu ambaye wewe unamuita Bwana ndio jina lake ni Yesu Kristo, atakwambia hapana, kwa sababu alifunuliwa kuwa jina la Mungu ni Bwana. Mungu mwenyewe alimwambia jina langu ni Bwana, na hiyo ndio jina ambalo wewe na Waisraeli kutoka kizazi kwa kizazi mutaitumia. So ukikuja na jina la Yesu atakataa. Ukikuja na jina la Mungu mwenye nguvu ambayo ni El Shaddai ama Adonai, atakataa, kwa sababu hiyo jina si jina ambayo amepatiwa na Mungu. Kwa sababu Mungu akikupatia jina lake unaishikilia. Ndio hiyo jina utatumia kupatia watoto wako, uambie jina la Mungu ambaye alinitokea ndio hii. Amen. Sasa tutatoka hapo tuende kwa Kutoka 5. Kutoka 5, Musa ametumwa aende Misri kwa Farao. Musa ameenda Misri kwa Farao, na ameenda akaingia kwa chumba cha Farao yeye, na akasimama mbele ya Farao, na anataka kuambia Farao kuwa ametumwa na Mungu. Tutafuatilia tusikie ni nini Farao atasema. Tukienda Kutoka 5 mstari wa 1 unasema, baadaye Musa na Haruni wakaenda kwa Farao, wakamwambia, hili ndilo asemalo Bwana, Mungu wa Israeli, waruhusu watu wangu waende ili waweze kunifanyia sikukuu huko jangwani. Farao akasema, huyo Bwana ni nani hata nimtii na kuruhusu Waisraeli waende? Simjui huyo Bwana, wala sitawaruhusu Waisraeli waende. Amen. Musa anafichua kuwa jina la Mungu ni Bwana, na anaambia Farao kuwa Bwana amesema uachilie Waisraeli waende waweze kwenda jangwani, waende kumfanyia sikukuu. Lakini Farao anamuuliza, huyu Bwana ambaye unaniambia ni nani? Mimi simjui huyo Bwana, na sitaachilia Waisraeli waende. Hata Farao ye mwenyewe hakukuwa akijua kuwa jina la Mungu linaitwa Bwana. Hiyo tu jina imefunuliwa kwa Musa. Musa anapeleka hiyo jina kwa Farao, anamwambia Farao, unajua jina la Mungu linaitwa Bwana, na amesema uachilie Waisraeli waende
kufanya sikukuu katika jangwani? Naye Farao akasema, mimi sijui huyo Bwana, huyo ni nani? Mimi simjui na sitawaachilia watoto wa Israeli. Amen. Sasa wakati Farao alikataa, Musa akarudi tena kwa Mungu, akaanza kuongea na Mungu. Tukienda Kutoka 6 mstari wa kwanza, Kutoka 6 mstari wa kwanza, Kutoka 6 mstari wa kwanza unasema hivi: lakini Mwenyezi Mungu akamjibu Mose, sasa utaona jinsi nitakavyomtendea Farao, maana kwa nguvu atalazimika kuacha watu wangu watoke. Naam, kwa nguvu atawafukuza waondoke nchini mwake. Unasikia vile anasema Mungu? Anasema atatumia nguvu yake kufanya Farao aachilie Waisraeli. Atatumia nini? Nguvu yake. So unaona anajionyesha kama yeye ndio Mungu mwenye nguvu. Aha. Mstari wa pili unasema, Mungu akamwambia Musa, mimi ni Mwenyezi Mungu, nilimtokea Abrahamu, Isaka na Yakobo, nikajulikana kama Mungu mwenye nguvu. Unasikia? Hiyo jina ambayo alipatia Abrahamu, Isaka na Yakobo ndio sasa anafichulia Musa. Anamwambia, tutarudi mstari wa pili tena. Mungu akamwambia Mose, mimi ni Mwenyezi Mungu, nilimtokea Abrahamu, Isaka na Yakobo, nikijulikana kama Mungu mwenye nguvu. Ingawa kwa jina langu Mwenyezi Mungu sikuwajulisha. Ingawa kwa jina langu Mwenyezi Mungu sikuwajulisha. Tena nilifanya agano nao kwamba nitawapa nchi ya Kanaani ambako waliishi kama wageni. Ndio ninarudia tena, nasema kuwa Mungu anamfundisha Musa kuwa wakati wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, mimi sikukuwa nikiitwa Bwana. Mimi jina langu nilikuwako nikiitwa Mungu mwenye nguvu. Alafu mstari wa pili anasema pia Mungu akamwambia Musa, mimi ndimi Bwana, nilimtokea Abrahamu na Isaka na Yakobo kama Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenyezi, ingawa kwa jina langu Yehova sikujitambulisha kwao. Ama Yehova ni kusema Bwana. Ni kwa maana sana, ndugu zangu, kuelewa kuwa jina ni muhimu sana. Ukitaka kujua jina la Mungu wa Biblia, lazima umfuate na ujue ni nini anasema. Kwa wakati wa Musa, Mungu anajitokeza, anamwambia jina langu ni Bwana. Na sasa kwa Kutoka 6 anamfundisha, anamwambia, unajua watoto wako, baba zako Abrahamu, Isaka na Yakobo hawakujua jina langu ni Bwana. Walikuwa wanajua jina langu kama Mungu Mwenyezi Mungu. Sasa kutoka hapa Musa anaita jina la Mungu Bwana. Hilo ndio jina ambalo atakuwa akitumia kwa Waisraeli wakati wote. Hiyo ndio jina ambayo alitumia kwa Waisraeli kila wakati wote. Sasa Musa akakufa, Waisraeli wakachukuliwa wakaenda nchi tofauti tofauti ya Kanaani. Kutoka hapo tukakuja tukapata kuna nabii anaitwa Isaya. Kwa nabii Isaya tutaenda kwa nabii Isaya tusikie huyu Mungu Mungu mwenye nguvu ni nani? Tutaenda kwa Isaya, ndugu zangu, Isaya 9 mstari wa 6. Isaya 9 mstari wa 9. Isaya 9 mstari wa 6 unasema, huyu ni Mungu anatumia kinywa cha Isaya, anatuambia kuwa kuna kitu itafanyika wakati wetu. Huyu ni Mungu wa hakika, yule Mungu wa Abrahamu, yule Mungu wa Musa. Anatumia kinywa cha Isaya kwa sababu Isaya alikuwa nabii. Anataka kutufunulia mengi ambayo yatakuja wakati wetu. Na hivi ndio alisema kwa mstari wa 6. Alisema, maana mtoto amezaliwa kwa ajili yetu,
tumepewa mtoto wa kiume, naye atapewa mamlaka ya kutawala. Ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Mungu anatumia kinywa cha Isaya, anasema kuna mtoto wa kiume atazaliwa, na huyu mtoto mamlaka yote itakuwa chini yake. Ndio hapa anasema naye atapewa mamlaka ya kutawala, mamlaka yote itakuwa chini yake, na ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu. Huyu mtoto ambaye anaitwa Mungu Mwenye Nguvu ni nani? Inatisha sana. Mungu anajiita mimi ndio Mungu, na tena anasema kuna mtoto atakuja kuzaliwa, ataitwa Mungu Mwenye Nguvu. Huyo mtoto ni nani? Ndugu zangu, tukisimama hapa kidogo, tusimame kidogo, tujiulize. Huyu Isaya anatuambia kuwa kuna mtoto atakuja na atazaliwa, na jina lake ni Mungu Mwenye Nguvu. Na tunajua huyu mtoto ni Yesu Kristo ambaye alizaliwa Bethlehemu. Isaya anatufunulia kuwa kuna mtoto atazaliwa, na tunajua ni Yesu Kristo, na huyu mtoto ataitwa Mungu Mwenye Nguvu. Na kuuliza swali, hata ukisimama hapa, huyu Isaya ambaye ni nabii wa Mungu kweli anaweza kuwa anadanganyana? Na huyu Mungu ambaye amemtuma nabii Isaya kuongea hii mambo yote, anaweza kuwa anadanganyana? Mungu yeye mwenyewe anajidhihirisha kuwa kuna mtoto atakuja aitwe Yesu, na huyu mtoto kweli ndio Mungu Mwenye Nguvu. Mtaamini? Mimi kwangu, mimi naamini Biblia. Lakini kama wewe mwenyewe hawezi amini Isaya, nabii Isaya, na kama wewe mwenyewe hawezi amini Mungu ambaye anaongea kupitia nabii Isaya, basi itabidi tuende tuulize Yesu yeye mwenyewe, Yesu, kweli wewe ndio Mungu Mwenye Nguvu? Hiyo jina ni lako? Mamlaka yote iko chini yako? Wewe ndio mfalme wa amani? Hizo ndio swali lazima tuulize. Unajua kitu kifanyika kwa wakati wote, kitu kifanyika, watu waseme kitu, watu wanarudiki kwa yule ambaye kitu ilimfanyikia, wanamuuliza maswali, kweli hii kitu ilikufanyikia? So leo tutauliza Yesu ye mwenyewe. Hatutaenda kwa Isaya, hatutarudi tena Mungu vile aliongelesha Isaya. Tutaenda kwa Yesu yeye mwenyewe ajidhihirishe, kweli wewe ndio Mungu Mwenye Nguvu vile tumeambiwa na Isaya. Na kutoka hapa, ndugu zangu, tutaruka kwa Agano Jipya. Tutatoka kwa Agano la Kale turuke kwa Agano Jipya, tuende katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo, kitabu cha kwanza cha Ufunuo, Ufunuo wa kwanza, tutaenda mstari wa 7. Ufunuo, kitabu cha Ufunuo wa kwanza mstari wa 7 unasema hivi: tazama, anakuja na mawingu, kila mtu atamuona, na hata wale waliomtoboa. Makabila yote duniani yataomboleza juu yake. Naam, amina. Sasa tunasikia Yesu akiongea. Yesu anasema hapa tunasikia Yohana akisema tazama, mstari wa 7, anakuja na mawingu. Huyo mtu anakuja na mawingu ni nani? Si tunajua ni Yesu. Kila mtu atamuona, na hata wale walimtomboa. Ni nani wale walimtoboa ama wale walimdunga siku yake ya kufa? Si ni Waisraeli? Na tunajua huyu ni Yesu. Kuwa tazama, atakuja na mawingu, kila mtu atamuona, na hata wale waliomtoboa. Makabila yote duniani yatamuomboleza juu yake. Naam, amina. Sasa tusikie kwa mstari wa 8 Yesu Kristo akituongelesha akisema, mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana. Mimi ni Alfa Omega, asema Bwana, Mungu Mwenye Nguvu, aliyeko, aliyekuwako na anayekuja. Ndugu zangu, mstari wa 8 Ufunuo wa kwanza mstari wa 8 ndio unatudhibitishia mambo mengi sana. Unatuambia kwanza
mimi ni Alfa na Omega. Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Alafu anasema jina langu ni Bwana. Bwana ni lile jina ambalo alimpatia Musa. Alafu anasema Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu ni ile jina ambalo alimpatia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Alafu anasema aliyeko, aliyekuwako na anayekuja. Yesu Kristo anasema mambo tatu muhimu sana. Anasema jina langu ni Bwana, jina langu ni Mungu mwenye nguvu. Mimi ndio nilikuwa hiyo siku, niko sasa na nitakuwa milele. Amina. Mungu anasema yeye, Yesu Kristo anasema yeye ndio Bwana, yeye ndio Mungu mwenye nguvu, na yeye ndio yule ambaye atakuja baadaye na atajifunua kwa dunia mzima, yule ambaye alitobolewa katika msalaba. Tukiruka mstari wa 10 unasema hivi. Yohana wa kwanza mstari wa 10. Tunasikia Yohana vile anaongea. Anasema hivi. Basi wakati mmoja, Yohana ndio anaongea. Kuna siku moja kitu ilimfanyikia Yohana. Tusikie kwa mstari wa 10 ni nini ilimfanyikia. Basi wakati mmoja, siku ya Bwana, nilikumbwa na roho, nikasikia nyuma yangu sauti. So hapa tunaona kuwa Yohana alichukuliwa akapelekwa kwa ufalme wa Mungu mbinguni. Akajipata mbele ya Mungu. Yesu Kristo alikuwa amekaa kwa kiti chake cha enzi na Yohana amesimama mbele yake. Lakini Yohana hakukuwa ameface ama hakukuwa ameangalia Yesu uso kwa uso. Uso wake ulikuwa unaangalia watu. Ulikuwa unaangalia watu na mgongo wake ndio ulikuwa unaangalia Mungu ambaye ni Yesu Kristo amekaa kwa kiti chake. Ni muhimu sana hapo kuangalia. Ako katika ufalme wa mbinguni, amesimama mbele ya ufalme, Mungu amekaa kwa kiti chake cha enzi. Yohana uso wake unaangalia watu na mgongo wake unaangalia Mungu kwa kiti cha Mungu. So yeye akiangalia watu aoni Mungu, anaona watu na Mungu ako nyuma yake amekaa kwa kiti chake. Mstari wa 10 unasema, basi wakati mmoja siku ya Bwana nilikumbwa na roho, nikasikia nyuma yangu sauti kubwa kama sauti ya turumbeta. Nayo ilisema, andika katika kitabu yale unayoyaona, ukipeleke kwa makanisa haya 7: Efeso, Smana, Pegamumu, Thuatira, Sarde, Philadelphia na Laodikea. Mstari wa 12. Basi nikageuka. Ujue hakukuwa amemuona, yeye alikuwa hajamuangalia uso, alikuwa uso wake ulikuwa mbali na Mungu. Basi nikageuka nimuone huyu aliyesema nami. Nikaona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati yake kulikuwa na kitu kama mwana wa mtu. Naye alikuwa amevaa kanzu ndefu na mkanda wa dhahabu kifuani. Nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba, nyeupe kama theluji. Macho yake yalimetameta kama moto. Huyu Yesu ndio yule ambaye alimtokea Musa katika jangwa. Hapa tunaona kuwa Mungu ni mtakatifu, macho yake yenyewe inawaka mwale. Na siku ile Yesu alimtokea Musa katika jangwa, tunaona kuwa kuna moto wa utukufu ambao uliwaka mpaka jangwa yenyewe ikawaka kama moto. Huyu ni yule Yesu Kristo. Kwa mstari wa 12 unasema, basi nikageuka nimuone huyu aliyesema nami, nikaona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati yake kulikuwa na kitu kama mwana wa mtu. Alikuwa anaona Mungu, anaona mwana wa mtu ambaye ni Yesu Kristo amekaa nyuma, anaangalia, anaona moto, macho yake inawaka kama moto. Kwa Mungu alikuwa na utukufu wake na mwili wake wa utukufu ndio alikuwa ameubeba mbinguni. Hapa ndugu zangu, inaonyesha kuwa yule Mungu ambaye alijitokeza kwa Abrahamu kama Mungu mwenye nguvu,
yule Mungu ambaye alijitokeza kwa Musa kama jina la Bwana, yule Mungu ambaye amemtokea Yohana katika ufalme wake ni Yesu Kristo. Na hakuna Mungu mwingine duniani bila Yesu Kristo. Nitakwambia kwa nini. Kwa sababu Yesu Kristo ndio yule Mungu ambaye anaokoa. Ndio yule Bwana ambaye anaokoa. Ndio yule Mungu, ndio yule Bwana ambaye Petero alikuwa anasema. Ukiangalia kwa kitabu cha Matendo 2 mstari wa 21. Tukienda Matendo 2 mstari wa 21, Matendo 2 mstari wa 21 linasema, hapo yeyote atakayeomba kwa jina la Bwana ataokolewa. Yeyote atakayeomba kwa jina la Bwana ataokolewa. Ni muhimu sana. Hata Petero alikuwa akijua jina la Yesu ni jina la Bwana. Jina la Yesu ni jina la Bwana. Hakusema hapo yeyote atakayeomba kwa jina la Yesu ataokolewa. Alijua kwa undani kuwa jina la Yesu ni jina la Bwana. Hilo ndio jina ambalo Mungu alipatia Musa, akamwambia kutoka leo mpaka kizazi na kizazi cha Israeli waniite Bwana. Na siku Petero alikuwa anaongelesha watu 3,000 waokoke, aliwaambia kuwa jina la Bwana ndio jina ambalo linaokoa. Jina la Bwana ndio jina ambalo linaokoa. Na hili jina la Bwana ni jina gani? Tuende kwa kitabu cha Mathayo wa kwanza mstari wa 20 tukimalizia. Mathayo wa kwanza mstari wa 20. Hapa ni wakati Maria ama Mary hapa ni wakati Joseph ama Yosefu, bwana wa Maria ama Mary, alikuwa na ndoto na malaika akamtokea kwa ndoto. Hivi ndio mstari wa 20 unasema. Mathayo wa kwanza mstari wa 20 unasema, alipokuwa bado anawaza jambo hilo, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akamwambia, Yosefu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Maria awe mke wako, maana amekuwa mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Atajifungua mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yesu, kwa kuwa yeye ndiye atakayewaokoa watu wake katika dhambi zao. Hapa tunaelewa kuwa yule mtoto ambaye Isaya alikuwa akisema jina lake ni Yesu. Na malaika anamwambia vile vile kuwa hili jina la Yesu ndio jina ambalo litaokoa watu kwa dhambi. Na jina hilo ambalo linaokoa watu kwa dhambi ni jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu. Yesu ni lile jina ambalo tumepatiwa sisi, tunakitumia tuweze kuokoka. Kwa wakati huu ukitaka kuokoka, yoyote ambaye atataka kuokoka lazima atatumia hilo jina la Bwana Yesu ama jina la Yesu. Ndio hiyo jina ambalo litafuta dhambi zako. Hilo ndio jina hata ukienda mbele ya pastor, mbele ya mchungaji, hata kuombea na kustamka hilo jina la Bwana Yesu. Hapa tunaona kuwa malaika anamwambia Yosefu kuwa hilo jina Yesu ndio jina litatumika kuweza kukomboa watu kwa dhambi zao. Na vile vile hivyo tu ndio tunaona kwa kitabu ambacho tumekisoma cha Matendo mawili ama Book of Acts 2 ama Matendo mawili mstari wa 21, ambapo unasema hapo yeyote atakayeomba kwa jina la Bwana ataokolewa. Peter anatumia jina sahihi, anasema jina la Bwana, kwa sababu anajua hilo jina la Bwana ndio jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo ndio yule Mungu ambaye alitokea Musa akamwambia jina langu ni Mungu mwenye nguvu. Huyo ndio Mungu ambaye alitokea Abrahamu akamwambia jina langu ni Mungu mwenye nguvu. Huyu ndio Mungu ambaye alitokea Musa akamwambia jina langu ni Bwana. Na huyu Mungu ndio ambaye alitokea
Peter ama Petero, na akamwambia, enda kila nchi ukiwahubiria na waweze kuokoka katika jina langu Bwana. Kwa kuwa hilo ndio jina ambalo Mungu alipatia Musa kizazi na kizazi wa Israeli. Na hilo ndio jina ambalo linaweza kukuokoa ndugu zangu leo. Yule ambaye anatamani kuokoka leo, yule ambaye Mungu amemshika kidogo na anatamani kuokoka, yule Mungu ambaye anamsisitiza leo kwa moyo wako, ninaomba ndugu zangu, Mungu huyo anaweza kukuokoa, anaweza kukutoa kwa magonjwa, anaweza kukuponya magonjwa zote, anaweza kusaidia kwa ndoa yako, kwa watoto wako, na hilo ndio jina ambalo linaweza okoa, jina la Bwana Yesu Kristo, ambalo linaweza kukutoa kwa dhambi, linaweza kukomboa kwa shida zote. Hata kama unapigwa na mapepo na majini na wachawi wanakutumia mapepo, hata kama wewe ni Muislamu, wewe ni Mchinese, wewe ni Muhindi, wewe ni nani, haujawahi okoka, ninaomba uombe na mimi na Mungu atakuokoa. Popote uko, hata kama uko kwa nyumba yako, uko kwa gari, unatembea ndani ya ndege, popote uko na unasikia hii channel na uko kwa uwepo wa Mungu na Mungu anasisitiza ndani yako, nataka uombe na mimi na Mungu atakuokoa. Popote uko na atasimama na wewe, atakuwa amekusamehea dhambi zako, atakusaidia kwa vita yako, na ukimuita jina la Bwana Yesu atakuja wakati huo huo. Hata jali kama ni mchana, hata jali kama ni usiku, hata jali kama uko na vita, hajali kama baba yako mama yako ni lugha tofauti ama wanaomba Mungu tofauti, atakupigania na atakusaidia. Leo nataka uweke maisha yako mbele yake. Leo nataka uweke maisha yako mbele yake na yeye atakupigania. Huyu Mungu ambaye tunaongea ni Mungu mmoja. Yeye ndio Mungu amezaa watoto wote, ameleta watoto wote duniani, ametengeneza kila kitu dunia, na hii dunia ni yake. Jina lake ni Bwana. Jina lake ni Bwana. Biblia inasema yeyote atakayeomba kwa jina la Bwana ataokolewa. Kama uko ready, kwa kizungu tunasema when you are ready, ama unatamani kumpokea, nitakuombea. Ninataka uombe nami, ufuatilie haya maneno. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba ufute dhambi zangu na damu yako uliyemwagika msalabani. Niandike jina langu katika kitabu chako cha maisha. Mungu nisaidie. Wewe ninakuweka kama Mwokozi na Bwana wangu. Naomba unipe Roho Mtakatifu aweze kuniongoza maisha yangu. Bwana Yesu, ninasema asante kwa kunikomboa na kwa kuniokoa. Kila vita, laana ambalo linanitangulia, ninafuta kwa damu yako. Mungu nipiganie maisha yangu yote. Asante Bwana Yesu. Amina. Asante ndugu, kwa wale ambao wataomba nami na wale ambao watampokea. Tunashukuru Mungu na tutazidi kumtukuza na atazidi kufungua
maisha yako, na laana zote ambazo zimekuwa katika maisha yako zitafutwa. Katika jina la Yesu Kristo ninawaweka kwa amani, ninawabariki na muende kwa salama. Ninaomba ndugu zangu muzidi kusubscribe kwa wale ambao hawajasubscribe, na muendelee na mimi. Kwa hiyo kipindi kingine tutaongea kuhusu Yesu Kristo na transportation yake, ama anatumia gari gani katika Biblia. Unajua Yesu akiongea na watu wake ama akitembea na watu wake, atembeagi na farasi ama atembeagi na ndege. Yesu anatembeaga na utukufu wake, na nitawaonesha kwa undani Yesu Kristo kwa Agano la Jipya. Nitawaonesha kuwa huyu Yesu ni yule Mungu wa Agano Jipya, wa Agano la Kale. Nitawafunulia mengi kuhusu Yesu Kristo kwa kipindi kingine. Ninawashukuru ndugu zangu kwa kuwa nami kwa huu wakati wote. Ninasema mbarikiwe na muende kwa salama hadi wakati ule mwingine tutapatana tena. Amen.